Ni yetu. Yeye ndio Alfa na Omega. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Wakaribisha katika siku ya leo. Ni furaha yangu kuweza kuwa pamoja nanyi baada ya shughuli za wiki. Tangu tumekuwa hapa na wengi wenu kwa siku ya Jumapili. Kwa hivyo karibuni sana. Tunashukuru Bwana kwa kutupa nafasi siku ya leo. Amen. Bwana mwami, tuombe msomaji wa neno. Tunakushukuru ewe Mwenyezi Mungu kwa nasi kutoka asubuhi mpaka saa hii. Mungu wetu tunakushukuru sababu tunaona fadhili zako. Mungu wetu tunafungua Biblia zetu Mungu wetu ili ukanene nasi Mungu wetu, tufungue roho zetu Mungu wetu, tukipewa neno lako Mungu wetu, tuwe na roho ya kusikiza, tuwe na utulivu Mungu wetu. Asante katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Tunaweza fungua Genesis chapter 5. Mwanzo 5. Tunaendelea na part 2 ya familia ya Mungu. Na naamini umehesabika kuwa mmoja wa familia. Amen. Genesis chapter 5. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu, alimfanya mwanaume na mwanamke aliwaumba. Akawabariki, akawaita jina lao Adamu. Siku ile walipoumbwa, Adamu akaishi miaka 130, akazaa mwana wa sura yake kwa mfano wake, akamwita jina lake Lezi. Siku za Adamu baada ya kumzaa Lezi zilikuwa miaka 108, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Adamu zilioishi ni miaka 930, naye akafa. Bwana bariki somo lake. Unaweza keti. Napo tazama neno la Mungu kama jinsi ambavyo imeandikwa katika Biblia, tunahitaji Roho wa Mungu ili aweze kutuelimisha ama kuweza kutupea ufunuo. Na tunapotazama hapa hii mstari hii chapter 5 inaongea kuhusu vizazi za Adamu. Adamu tukijua ni mwana aliyozaliwa, aliyoumbwa na Mungu, akawa mwana wa Mungu. Adamu alipita mambo mengi sana ambaye mwanadamu wa leo lazima apitie, lakini yote ilikuwa katika mpangilio wa Mungu, kwa maana hakuna jambo lolote tunaye ambaye haikutokana na Mungu. Tunapotazama wa pale ambaye tulisoma wakati ule mwingine, hapo Mwanzo 1 mstari wa 27, Biblia inaongea jinsi ambavyo Mungu aliumba mwanadamu katika mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanadamu na mwanamke aliwaumba.
katika mfano yake. Si ukitazama 26 kuna kitu ambaye 27 haijanena. Mungu akasema 26 akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. 27 haiongei kuhusu mfano, inaongea kuhusu sura. Na kwa hivyo Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa mfano, sio sura, kwa mfano, kwa mfano wake. Na unapotazama mstari wa 28 unasema, Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, saeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kitembeao juu ya nchi. Hiyo ndio neno la Mungu la asili aliyobarikisha mwanawe wa kwanza, ambaye alijiumbia mwenyewe, ambaye ndio Adamu. Na tunapotazama katika Genesis chapter 5 inaongea kuhusu hii ni wakati already Adamu ameshaanguka, ama Ibilisi ama Shetani ametanganya Hawa akaanza kula ile matunda ambayo hawakustahili kukula. Kwa hivyo na Kaini akakuwa ameua hata ndugu yake Abel. Tunapotazama hapa chapter 5 inaongea katika mstari wa 3. Inasema Adamu akaishi miaka 130, akazaa mwana wa sura yake. Na akamuita, akazaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamuita jina lake Rezi. Unaona, wakati Adamu alikuwa ameanza uzao wake, ilikuwa sio ile hali ya asili ya Mungu. Amezaa Rezi akiwe katika sura yake na mfano wake. Na ukumbuke wakati huu Adamu hayuko katika mfano na sura ya Mungu. Kuna kitu ambacho kimeondoka katika maishani mwake kwa maana ya dhambi. Kwa hivyo ile hali ya ule utukufu ambaye ungedhihirika wa Mungu ndani ya Adamu ilikuwa imefifia. Kwa maana sasa kiumbe ambaye kimekuwa kimeumbwa ya kuishi umilele sasa kimewajika kuwa kiumbe ambayo ya kufa. Na unajua Mungu hawezi kufa. Amen. Kwa hivyo ikiwe ni hali ya sura na mfano wake, kwa hivyo wakati ambaye analeta Seti anamleta wakati ambaye katika hali ya mwanguko wao. Amen. Kwa hivyo kunakuja uzao katika ulimwengu ambaye yuko katika ile hali ya kwanza. Ikawa Mungu amekuja na akatoa dhabihu katika shamba la Edeni ili aweze kuwarudisha katika ushirika wake, bali lile neno la Mungu haliwezi likavunjika. Kwa maana siku ile mtakayokula hiyo matunda ni lazima, hiyo mti lazima mtakufa. Na wakati amekula hakuna kitu kingine kikifanyika ila ni mauti iingie katika maumbile ya mwanadamu, or in the human race. Hivyo kwamba mwanadamu kutoka hapo shida zikaanza kuja. Ambaye alikuwa anakula mzuri ikaanza kukula mzuri tena hakuna. Na mwanadamu anakuwa na shida. Mwanadamu ni mtu ambaye
kwa sababu ameubika, anajua mema na mabaya. Kwa hivyo anapoambiwa jambo asifanye, bali asiguse. Sasa hivi ukiweka katoni hapa na ifunge mzuri, hata hiyo hakuna kitu kama ama hiyo iko na nyoka ndani yake, alafu ambie hii katoni sitaki mtu aigu na auzena ile na auzena, unaweza sema kile kiko ama kila baya hakiko, itasumbua watu kwa sababu wanataka kujua ni nini iko ndani. Na hiyo ndio uvumbuzi ambaye Hawa alitaka kujua na akasema wakati alianza mienendo mambo ikaharibika, lakini Mungu ni mwingi wa rehema. Ndio sasa alitafuta njia ya kule, kwa sababu unaposoma Genesis chapter 3 mstari wa 40 na 40 mstari wa 23 inasema, kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani wa Edeni airime ardhi, ambayo katika hiyo alitwaliwa. Amen. Hii kwa Mungu, yani hii ni ile imekuja kwa sababu kuna nini kitendo kimetendwa ambayo sio kile ambacho kiasili. Amen. Kwa hivyo Mungu alijua kabisa ametoa mwanadamu katika mavubini, amen, na akamfurisha pumzi ya uzima na akawa kiumbe ambaye kinajitambua. Kwa hivyo wakati mwanadamu alianze, sasa unasikia vile anasema katika mstari wa 24, basi akamfukuza huyo mtu akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani wa Edeni na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Amen. Hivyo kwamba hiyo mti igali iko. Lakini sasa amezuiliwa kuila hiyo mti wa uzima. Na kwa sababu mti wa uzima sio mwingine bali ni yeye mwenyewe. Yeye Mungu mwenyewe. Na kwa hivyo sio mwingine ambaye anarinda, ni yeye mwenyewe anajirinda. Katika shamba la Edeni hakuna bali ukakuta macherubi, hakuna bali ukakuta upanga wa moto. Hizi ni lugha za kibinguni ambaye Mungu anajifunua, na wakati ule anajifunua anajivisha, ili wale ambaye wako na hekima na wale ambaye wanajichukua wanajua, ili wakozeshwe njia, ili afundishe wale ambaye wako na roho ya kufundishwa kama watoto. Kwa hivyo Mungu akaona inastahili mwanadamu aweze kurudi katika kuila ile mti wa asili. Amen. Kumbuka Adamu amezaa Seti akiwa katika hali ya mwanguka. Kwa hivyo Seti amekuja katika ulimwengu umejao na shida. Alikuwa katika shamba la Edeni, angekojea tu serpent, angekuwa na command. Anambia serpent, gentleman, kwa sababu walikuwa wanaelewana kwa lugha. Nataka leo saa 7 nataka apple iliyowekwa sweet melon na ile kile tomato. Katika shamba la Edeni Adamu anapokuwa anafanya kazi ilikuwa paradise. Hiyo ni yeye alikuwa mtawala huko. Amen. Na kwini yake hapa hawa kazi yao hiyo jamaa ndio alikuwa anafanya kazi pamoja na bibi yake. Ama unajua nini sapi alikuwa na bibi. Alikuwa naye. Hivyo kwamba hapo peke yake. Amen. Hivyo kwamba Mungu alikuwa ameumba bibi. Hivyo kwamba walikuwa nakula sawa. Lakini mwanadamu ni nani? Anataka kufumbua mambo ambayo ameambiwa asifanye, ndiye anataka kufanya. Kwa hivyo matunda ilikuwa mengi. Hapo hakuna kitu Adamu alikuwa amewekwa
katika paradiso ya Mungu mwenyewe. Kila kitu ilikuwa bure. Kila kitu ilikuwa bure. Na kuna kile ambacho anahitaji. Amen. Na wakati ambayo shida ilizuka, ndio Mungu amewaambia Adamu. Na pia mambo haikuandikwa, lakini anaambia kutoka sasa unaweza kula jasho yako. Unaweza kula jasho yako. Nilikuweka usikule jasho yako, ukaona mimi sifai. Nimekuwekea ukule ukae starehe utaki. Sasa kutoka leo na wewe mwanamke, sasa tamaa yako sasa nimeiweka kwa hiyo bwana yako. Na sasa hata kupata watoto wako utakuwa bado na njia uchungu. Njia uchungu. Ya mambo ikaanza kuharibika. Mambo ikaanza kuharibika. Kwa hivyo, wakati Shetani aliletwa katika ulimwengu, alipata ulimwengu umechafuka. Ingawa ulikuwa umechafuka, kumbuka hawa ndio uzao wa Adamu. Hiyo ndio firstborn. Kwa sababu na jina Seti inamaanisha substitute. Kiswahili ila katika kiwanja wa mpira unaona kuna mtu ambaye anatolea kwa kiwanja, alafu pengine ameshoka ama amepewa yellow card na nadhani ataki apewe red card. Kwa hivyo kunatolewa mtu mwingine, mchezaji nje, anakuja anaingia pahali pake. Hivyo ndivyo Mungu alifanya katika familia ya Adamu. Kwa hivyo hata dawa Abel alikuwa hayuko, sasa kuna mmoja ambaye alikuja kuwakilisha Abel na ndio akaitwa Seti. Na kwa hivyo wakaendelea na hiyo. Kwa hivyo na wakati Adamu anakuja, wakati Seti anakuja, anakuta ulimwengu ambayo lazima afanye kazi. Lazima amwage jasho yake. Kwa maana hata ikiwe alisariwa katika sura na umbo ya Adamu. Na ndio unaona wanadamu ambaye wako katika ulimwengu wa sasa wako na shida. Unaposoma Genesis chapter 9, Genesis chapter 9 Genesis chapter 9 mstari wa 19. Watu wasome kutoka 17. Genesis 9:17. Ingawa nataka 19. Lakini wacha tusome 17. Mungu akamwambia Nuhu, hii ndio ishara ya agano niliyoliweka kati yangu na wote wenye mwili walioko katika nchi. Wana wa Nuhu waliotoka katika Sabina ni Chemu na Hamu na Yefuthe, na Hamu ndiye baba wa Kanaani. Unaona jinsi ambavyo neno la Mungu Musa alikuwa akiandika na hapo kwepo. Anahakikisha ya kuonesha ni nani alikuwa baba ya Kanaani. Kwa sababu kuna kitendo ambayo kilifanywa ya Nuhu, ya mke wa Nuhu na kijana yake ndio akaweza kuzaa mtoto. Okay, mstari wa 19 unasema hawa watatu walikuwa wana wa Nuhu, na kwa hawa nchi yote ikaenea watu. Amen. Kwa hivyo hili uzao ambaye uko sasa, ambaye umetokana na Nuhu. Hili uzao umetokana na Nuhu na wale vijana wake watatu. Kwa hivyo hivi vijana watatu wa Nuhu, wale ambaye waliingia katika Sabina. Tunaishi katika siku
roho iliyokuwa siku ya Nuhu. Na ndio naona Biblia ikiandika katika Luka 17 kutoka mstari wa 25 ikifikia mpaka 30 inaongea jinsi ilivyokuwa siku ya Noa. Jinsi ilivyokuwa siku ya Lutu. Ndivyo itakavyokuwa siku ya kufunuliwa kwa mwana wa Adamu. Kwa mwana wa Adamu. Wakati ya Mungu alitubu, sio kutubu. Kuna lugha ambayo tunatumianga. Aligairi kwa sababu ya ubaji ambayo aliumba mwanadamu. Kwa sababu mwanadamu mawazo yake ilikuwa mabaya. Ni kama jinsi ambavyo tunaishi katika siku ya leo, mawazo ya mwanadamu yamekuwa mabaya. Na hata Mungu akatuweka katika hali ya kujua ya kwamba tunaishi katika wakati ambaye ni mbaya. Wakati ni mbaya, amen. Hakuna kitu ambaye saa hii hakujalishi kama ni mwaminio ama sio mwaminio, mipango haipangiki. Zamani mipango ilikuwa inapangika. Watu walikuwa wanauza mashamba, wanauza ng'ombe zao, watoto wasome. Sasa watoto wakisoma wanaenda wapi? Wanaenda demonstration katika barabara. Wanaenda kulala kwa barabara wakichukua mawe, wengine wanakufia katika hiyo barabara. Kwa sababu sio kupenda kwao. Ni kwa sababu ya hali iliyo siku ya leo. Wakati huu, kwa hivyo wakati ule ambaye watu ambaye walikuwa tukijua kijana anazaliwa, anaenda shule mwaka gani, anatoka shule, anaajiriwa kazi mwaka fulani, na anapo akitoka hapo anaoa wakati fulani. Na hiyo vile ilikuwa nakosekana. Haikuwa nakosekana. Amen. Lakini sasa mipango yote imeharibika. Mipango yote imeharibika kama vile uumbaji wa Mungu wa asili ambaye uliweza kuharibika. Amen. Kwa sababu yule muovu alipata pahali pa kupenya. Amen. Na wakati mwingine ukitazama Ibilisi unaweza fikiria ako na nguvu. Lakini hakuna nguvu alikuwa na. Ibilisi hana hiyo uwezo juu ya wana wa Mungu. Hakuna jambo katika maisha yako ikiwa wewe ni mwana wa Mungu inaweza kukujia ila Mungu mwenyewe kuikubali. Amen. Na hata ikifanyika iwe ni mbaya namna gani, kumbuka Mungu amekwambia yote inatendeka ama inafanya kazi kwa umoja ama kwa wema kwa wale ambaye wanapenda Mungu, wale ambaye aliwaita kwa kusudi lake. Kwa hivyo unasema ikiwa ni hivyo, Mungu anasema umtupie yote ambayo unabeba. Na uende ukule na ulale. Ukule na ulale. Unawachana na watu vile ambavyo wanakaa duniani, uendelee kwa kutazama pale Kaivari. Uendelee kutazama pale Kaivari. Kwa hivyo sisi ni uzao umetokana na Nuhu. Na wana wa Nuhu hao watatu. Na unaona mmoja wakati ambaye mambo iliharibika, Noa hajaweza kuoa. Hiyo tu ndio mwanaume nimesoma katika Biblia ama nimewahi kusikia ya kwamba alioa akiwa na miaka 500. Ni kama Kenya ile mtu alifuja rekodi alikuwa Charles Jojo, ambaye hata President Kenyatta alikuwa anasema waziri wangu wachelia ni kijana. Sasa hiyo hapo 50 alioa akiwa 56. Innocent. Hivi yuko hapa sijaona mwingine. Kwa hivyo ukiona watu wanaopita 40 hawajaenda ba. Na hakikisha nikikuwa mimi ni kuwa na ulimwengu mwingine wa kuoa, siwezi oa. Hiyo ni kweli. Hata Mungu anajua kutoka moyoni mwangu. Yaani Paulo akisema wale ambao wanaoa na wanaolewa mawazo yao inakuwa kwa mabibi zao na bwana zao. Kwa hivyo ni ngumu sana kupendeza Mungu katika ile kiwango kinahitajika.
Na ndio unaona mtu ambaye ako na familia anaweza ongea uongo. Ndio familia ikule. Ndio familia ikule. Amen. Anaweza wacha kazi ya Mungu ili aende akafanye kazi ili familia ipate kitu. Neno Mungu haiwezi kuja. Mungu aliona, alijua unapooa mawazo yako inaelekea pande ile. Na kwa sababu Mungu ako mbali, unakaa kama humuoni na anasema niko na wewe na nitapelekana pamoja na wewe. Kwanza ile kilicho karibu na wewe ambaye ndio unashughulikia. Ndio unaona wakati Adamu mambo yalibika. Hiyo ndio kitu ambacho kilikuja katika ulimwengu. Amen. Kwa hivyo afadhali Paulo ambaye alikaa bila mke wale ambao tumeoja hii maisha, ukiambiwa uoe tena unaweza sema hapana. Lakini si ati useme hapana na hudumii Bwana. Ni ukosa kuoa tukuwe kama Paulo. Hiyo ni kweli. Kani unaweza lala siku mbili nje ama moja. Kwa pastor atajua. Na kucheza tuseme tupige simu tuulize kama umeenda Nyanza. Kama uko wapi? Unanyimwa hata starehe za? Unafikiri ulikuwa na wao ukae starehe lakini unajipata huko katika hiyo starehe? Uko katika hiyo starehe, lazima. Kwa hivyo ni vyema wakati ambaye tukiishi tukihudumia Bwana. Si lazima kazi yake wafanyikazi ni wachache. Amen. Kwa hivyo ikipatikana watu ambao wanajitolea 24/7, watu wanaambia wakuje ushirika, wanakuja. Watu wanakuanga wapi? Kutafutia familia. Si kutafutia familia. Ile inaweza kuwa makosa sana ni kulala. Ikiwa kuna kitu nachukia ni mtu ambaye analala. Lakini kutokea tuende ukatafute. Hiyo ni neno la Mungu. Lakini ujue kubalance ya Mungu na ya mwanadamu. Na ya mwanadamu ila sasa. Kwa hivyo uzao ambaye umetokana na Nuhu ni uzao ambaye umejao na mashida mingi. Mpaka wakati ambaye Biblia inasema katika Ayubu 14 ya kwamba aliyozaliwa na mwanamke amejao na shida mingi na siku chache. Amen. Usijikikwa ukiwa umeingiza kidole pale ukaumwa, usijaribu kuipeleka tena. Jambo la jia kuepa insight. Hivyo ndivyo inastahili. Kwa hivyo yoyote yule ambaye ako katika ulimwengu wa sasa, apende asipopende, anakaa katika ulimwengu ambaye umechafuka. Na hakuna kitu ambaye kizuri katika ulimwengu. Na ndio Mungu hataki tuweze kufanana na hii ulimwengu. Tuweze kufanana na hii ulimwengu. Okay, mwanadamu ameanguka. Na wakati mwanadamu ameanguka, Mungu ametengeneza njia ili aweze kurejesha katika ile ya hali ya asili. Ndio Biblia inasema katika Warumi na not Warumi. Warumi 12. Warumi 12 inasema hivi: basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Hakuna njia ya mwanadamu wa kawaida anaweza toa mwili wake iwe dhabihu iliyo hai. Lazima kuwe kuna kazi ambayo itafanywa ndani yake takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Amen. Kuitoa. Wakati unasoma katika Wathesalonike 1:5 mstari wa 23, kuna uwezo wa Mungu
kuweza huu mwili na nafsi na roho kuziweza kuzileta katika hali ya ukamilifu, ili kwamba unaishi katika mwili wa kuoza, lakini huyo mwili unakuwa mwili ambaye unatii neno la Mungu. Unatolea huo mwili, unafanya kazi ya Mungu, unatoa dhabihu ambayo inakubalika mbele ya Mungu. Mstari nataka mstari wa pili, wala muzifuatishe namna ya dunia hii. Muzifuatishe mambo ya dunia. Unajua ile shida tuko nayo kubwa ni kwa sababu tuna mwili ya ulimwengu na ambayo inataka mambo ya ulimwengu na inakimbizana na mambo ya ulimwengu, na hiyo uwezi ukaondokea. Naambianga wewe ni mzaliwa wa nchi mbili, umezaliwa katika ulimwengu wa dhambi na tena umezaliwa katika mbingu ambayo takatifu. Wewe ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo ukiwa mzaliwa hapa duniani, mambo ya duniani utaikosa. Unasikia njaa, unataka kuku, unataka kula. Kwa hiyo mzaliwa hiyo unasema bali mugeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Kugeuzwa, to be transformed by the renewing of your mind. Ni yule tu mtu ambaye ako katika ile hali ya mwamuko, ndio ambaye Biblia inaongea ageuzwe kwa kufanywa upya nia zake, ili awachane na mambo ya ulimwengu. Wakati ambaye anakiri yeye ni mpita njia na ni mgeni hapa duniani, kwake inakuwa ni amina, na ni hivyo ambavyo anasema ya kwamba mambo ya ulimwengu haiwezi ikamshika, kwa maana amepata kuwa na ile wazo ambaye ilikuwa na Kristo, ya kuwa na wazo ya Mungu ambaye Paulo alikuwa anaongea pale pengine, akasema hii Mungu ametupea hiyo nia yake katika kitabu ya Korintho, hivyo kwamba tunawazia kama Mungu. Unageuzwa, to be transformed. Hebu katika rudi nyuma kidogo, chapter 8. Mstari wa 28. Yasema mstari wa 29. Hapa tusome 28. Tusome 28 tujue kitu kidogo. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wapendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Amen. Kuna watu wameitwa kwa kusudi la Bwana. Hebu sikiliza mstari wa 29 ambaye nilikuwa nataka. Maana wale aliowajua tangu asili. Hiyo watu ambao Mungu amewajua kabla hakujakuwa chochote. Kujakuwa chochote ambacho kinaonekana na macho ya mwanadamu. Macho ya mwanadamu. Aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ambaye ndio Bwana Yesu Kristo, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Amen. Ikiwa Bwana Yesu Kristo ni ndugu yetu, hiyo ni ishara ya kuonyesha vile ambavyo amezaliwa na yale yote ambaye amepitia, tunakuwa washirika pamoja na yeye. Sasa ile kitu kwamba nilikuwa nataka hapo
wafananishwe, to be conformed, kwa maana ile hali ya kwanza iliharibika. Na sasa Mungu anataka wale ambayo ni watoto wake, wale ambaye amejiitia, ili ndio sababu akapeana mwanawe pale Kalvari ili tuweze kulipia deni ambaye hakuna mtu ambaye angeweza kulipa. Kwa hivyo tunafananishwa ili tulijulikana kwa kipindi. Amen. Ili tuweze kufananishwa, ili tuweze kufanana na mfano, image ya mwanawe. Wakati wa Colossians chapter 1 verse 15 inatuambia Bwana wetu Kristo ndio ile image of the invisible God. Yeye ndio mfano wa Mungu asiyeonekana. Hiyo ni ishara ya kusema mimi na wewe tuko katika industry au factory ya Mungu ambayo tunatengenezwa ili tuweze kufanana na Bwana wetu Kristo. Na ndio katika waraka wa Yohana, the letter of John chapter 1 was letters of John chapter 1 chapter 3 inatuambia atakapofunuliwa tutafanana na yeye, kwa sababu tutakuwa kama yeye. Na yote aliyo na hiyo tumaini, yeye kuaga anajitakasa na nini? Ni Roho Mtakatifu aliye ndani yake ndio anamtakaza kupitia neno, kupatia maji ya neno. Kwa hivyo tunakuwa ni yule mtu. Ndio unaona katika pale Genesis chapter 3 ya kwamba anajilinda mwenyewe, anaweka macherubi na anaweka chochote kile hivi kwamba mwanadamu asije akarudi kuila ila mtu wa uzima. Mpaka Mungu mwenyewe akafanya njia ya mwanadamu kurudi katika mtu wa uzima, ndio aweze kuwa na uzima wa milele. Hivyo kwamba leo wewe sio kiumbe ya kufa. Wewe ni kiumbe ambayo kimeubika katika hali ya Mungu, ili kwamba ni kiumbe cha umilele, created in holiness and righteousness. Hiyo ni mtu ambaye wa kipekee ambaye ameubika ndani ya mwanadamu, ambayo tamaa yake sio mambo ya dunia, bali tamaa yake ni mambo ya mbinguni. Hivyo kwamba anaishi namna hiyo. Amen. Na tunaona Mungu anataka ni wakati aliambia Adamu, hapa nataka ushike. Wakati aliambia Adamu waende duniani na wakaijaze. Mpangilio wa Mungu hakuna kitu ambaye hajui. Sio hakuna kitu ambaye tunamuelimisha. Yote hii ambayo ilikuwa ifanyike, alikuwa anajua itafanyika. Amen. Kwa hiyo hata wakati anaambia Adamu na muende mkajaza ulimwengu. Mwende mkajaza ulimwengu. Na Adamu anatoka kujaza ulimwengu. Wakati Mungu amenena, imetendeka. Inaweza kuwa haionekani, lakini imetendeka. Ni kama vile ambavyo unaomba uponyaji, lakini wakati unaomba uponyaji, wewe ulikuwa na umo na chingo, lakini unasikia chingo inazidi kuleta ukali zaidi. Inahitajika imani ambayo itakuwezesha kuamini ya kwamba umeomba na umepona. Amen. Kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani na umefanywa kuwa mwenye haki na Mungu. Amen. Sio kazi ya mwanadamu. Sio kazi ya mwanadamu, ni Mungu mwenyewe amekufanya kuwa mwenye haki. Kwa hivyo mstari wa 28 katika Genesis, Adamu anaambiwa waende wakazaa.
28. Mungu akawaambia, saeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Mamlaka yote wamepewa. Na ulimwengu waweza ulimwengu ipate kuwe na watu kupitia wao. Sasa mpango wa Mungu wa asili haikuwa mtoto azaliwe kama jinsi ambavyo anazaliwa siku ya leo. Ati lazima mwanamke au awe na mwanaume walawe pamoja ili aweze kuzaa. Hiyo sio ile ilikuwa mpangilio wa Mungu wakati ambaye alikuwa anaongea na Adamu. Lakini wakati ambaye anaongelea wakiwe katika hali ya roho, katika sura ya Mungu. Walikuwa katika sura ya Mungu. Kwa hivyo wakati ambapo tunakuja Genesis chapter 2 ndio unapata pale ambaye matope imetengenezwa na mwanadamu akafunikwa nini? Pumzi ya uzima. Na kama kiumbe ambaye kinajitambua na baadaye Adamu akalalishwa, alafu akatolewa ubavu moja. Wakatolewa ubavu moja. Hiyo ndio zile lugha, hiyo ndio ile ambayo watu kunahitajika Roho Mtakatifu ili aweze kupeana ufunuo. Aweze kupeana ufunuo kwa sababu hakuna bavu ilitolewa. Hakuna, lakini ule uke ulikuwa ndani ya Adamu. Ndio uliweza kutolewa. Mungu tu amipaka. Hakuna mtu ambaye Mungu hawezi kuweka mpaka, na akatengeneza mwanamke ambayo ametokana na mwanadamu ametokana na Adamu. Amen. Hivyo kwamba wakati mwanamke alipokuja, Adamu alisema, Genesis chapter 23 isome. Wakati ambaye alikuja na Adamu akaamuka, akaona amepewa. Anasema, this is now bone of my bones, flesh of my flesh, shall be called woman. Kwa maana ametokana na mwanadamu. Kwa hivyo hajatokana na Mungu. Kwa hivyo hiyo jina ikapeanwa na Adamu ndio aliita yule ambaye ametokana na yeye. Ndiye alimuita mwanamke. Amen. Kwa hivyo yoyote ambaye kimetokana na mwanamke, ndio unaona Biblia ikiongea ya kwamba Adamu alikuwa katika hali ya upaji wa asili, na ndio hangeweza kudanganywa na yule muovu, kwa sababu alijua yale yaliyo mapenzi ya baba yake. Na hakuna jinsi ambavyo Ibilisi angekuwa wa karibu sana na Mungu kuliko Adamu ambaye ndio mwana wa Mungu ambaye ndio mrithi wa ile yote ambaye ni ya baba yake, na ni ya baba yake. Kwa hivyo Adamu akamwita mwanamke. Amen. Hivyo kwamba wakaanza kuishi pamoja. Hapa hakuna mtu ambayo Adamu hakuzaliwa kama jinsi ambavyo tumezaliwa. Hawa hakuzaliwa kama jinsi ambavyo tumezaliwa. Hawa ni watu ambaye wamekuja katika ulimwengu wakiwe Adamu akiwa mwanaume kamili. Kila kiungo yake iko sawa sawa. Hawa naye alikuwa mwanamke kamili. Viungo zote alikuwa nazo. Sio kwa sababu unaweza kuuliza kwa nini wakati ambaye amesema waende wakajazane katika ulimwengu. Mungu katika hali yake ile ya asili haikufuatiliwa na wale ambaye aliwategemea neno lake. Kwa hivyo hawakwenda kungojea wakati wa Mungu, kwa maana ninaamini vile walivyokuwa wameupika, walikuwa wamepika kama wanyama. Kila wanyama waliumbwa wakiwa wazima. Ila zaidi
Kwa hivyo wakati ambao unaona mwanamke ako na matiti, unajua hiyo matiti ni ya kunyonywa na mtoto. Kwa hivyo kuna mtoto ambaye atakayezaliwa. Elazite. Kwa hivyo wakati ambao wamekuja katika ulimwengu, Mungu akasema sasa hii sio Genesis chapter 1, hiyo Genesis chapter 2. Ndio anategelea chapa la Edeni na anapea matunda ya kukula huko miti mingi ili ambayo watafurahia na anaambiwa hii mti ya kujua mema na mabaya msiguze. Hiyo ndio italeta utofauti wa mambo yale mengine yote wakati ambayo utakayoigusa. Lakini mti wa uzima muendelee kuikula. Amen. Na ndio unaona wakati ambaye walikula Hawa alikuwa angetanganywa tu, kwa sababu alikuwa sio kiumbe ya asili. Hakuwa anajua mpangilio wote wa Mungu. Ukisoma hiyo Yesu utaona ya kwamba hakuna mahali ambaye hata aliambiwa na Mungu asile hiyo mti. Hakuambiwa. Mambo yote yalikuwa yameambiwa Adamu. Na ndio Adamu, kama vile niliwaambia, Adamu kwa sababu alikuwa Adamu wa kwanza ni mfano wa Adamu wa mwisho ambaye ndio Bwana Yesu Kristo, ani lazima angejihusisha. Amen. Na makosa ama dhambi ambayo ilitendwa na bibi yake ndio aweze kumuokoa. Katika ulimwengu wa sasa tunafanya makosa namna gani? Mungu wakati huu hakuna kitu hawezi angamiza sisi, kwa maana kuna damu ambayo ilimwagwa pale Kalvari. Na ndio unaona dunia iko katika jinsi ambavyo ilivyo. Hiyo damu ilimwagwa. Biblia inasema Mungu alipenda ulimwengu akapeana mwanae wa kipekee. Yoyote ambaye atakayemwamini aweze kuokolewa. Ulimwengu ni zizi na wale ambao wako katika ulimwengu. Na ndio unakuta mtu ni mwizi na anaama ni muaji na anaua mtu na anaenda kwake anasonga ugali na anakaranga kanyama na kitunguu na anakula na anapata usingizi. Kwa sababu kuna damu ambayo kuna damu ilimwagwa. Hii Mungu anapotazama ulimwengu, Mungu hastuki. Hata kuna mambo ambayo inafanyika duniani. Unajua sisi tukizunguka hapa Kenya tukipiga mdomo mwingi, kwa Mungu mambo iko sawa. Kwa Mungu mambo iko sawa. Amen. Haya yote aliyajua kabla ya kuweka mizigo ya ulimwengu. Ya kujenga mizigo ya ulimwengu. Kwa hivyo ni tukae kulingana na mapenzi yake. Kulingana na mapenzi yake. Kwa hivyo hapo ndio hebu kwanza tuende. Tuko wapi? Genesis chapter 3:20. Inasema hivi. Hii ni maana ya pili, Adamu kuita mke wake kumpea mke wake jina. Adamu akamuita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Hebu 20. Kisikilizaje andika mzuri. That Adam aliita mkewe Hawa kwa maana yeye ndio mama wa ile zile ziko the living, zile ziko zinaishi. Sasa kuna kitu ambacho kimeingia ndani ya ubira in a human race. Na nini ambayo imeingia? Ukikumbuka Bwana wakati anaongea na kina Nuhu, anawaambia wasije wakagusa kukula damu. Kwa maana uhai uko ndani ya damu. Uhai uko ndani ya damu.
Na wakati ambaye Hawa alifanya ngono na serpent, damu ya wanyama ikaingia kwa wanadamu. Na sisi wote tuko katika hiyo mahubiri ya wanyama. That's right. Hivyo kwamba ndio tuko na kitu ambaye almost tunaelewana na wanyama, si ndio? Kwa sababu tuko katika ulimwengu wa wanyama. Tuko katika ulimwengu wa wanyama. Kwa hivyo akaitwa kwa sababu wakati huo ndio ambayo alipata mimba na ambayo kukazaliwa Kaini. Wakati Kaini alizaliwa ndio Adamu anasema sasa, wewe sasa unaitwa jina, tunakupea jina Hawa, kwa maana wewe ni mzaliwa, wewe ndio mama wao wote. Elewa. Na kutoka hapo uzao unaendelea. Bado tulikuwa tumesoma Adamu alizaa wasichana, lakini hawajaweza. Hakuna jina ambaye msichana tunaona jina katika Biblia, lakini walizaliwa. Na tunaona wakati ambaye Kaini aliua nduguye, Kaini alikojea mtoto wa kwanza azaliwe ili amchukue awe bibi yake. Hakuna ubaji mwingine Mungu alilete. Wanawake hawahesabiwi. Ukiona mwanamke yeyote ambaye ameandikwa kwa Biblia, ujue ako na mpangilio katika hali ya ukombozi. Ndio ukikuta akina Rahabu na akina Mary na akina ikaba wako na mpangilio katika ukombozi. Walihusika bahari, walihusishwa. Kwa sababu hiyo ni mpangilio ya Mungu. Hiyo ni mpangilio ya Mungu. Kwa hivyo wanawake hawahesabiwi. Hata wakati Noa alioa Naama tunasoma katika historia. Naama alikuwa wasichana wa ulimwengu. Hiyo tunasoma katika historia, sio Biblia imeandika. Na kwa hivyo wakati Noa alianza kuzaa na kazaa Shemu na Hamu na Jebel, ile damu, uhai uko ndani ya damu. Sasa hapa kulizaliwa kiumbe ambaye ni ya kuzalishwa, hybrid. Kiko na damu ya Mungu, damu ya Adamu, na kina damu ya wanyama. Hiyo ndio shida. Ni kama vile unazalisha watu wala baada kwambia, unazalisha kuna nyumbu imetokana na puda na farasi. Na hii nyumbu, niambiwa jana nilijua nyumbu ni Kiswahili. Nilikuwa nafikiri Kikuyu. Kiswahili, mbona joga Mswahili kiasi. Yaani ya kwamba nyumbu iko na hali ya farasi. Unaona masikio yake? Wao najua hata hapa sirikota hapa inaweza kuwa ijue nyumbu. Wanaweza kuwa najiona wanafikia ni farasi ama wanaita puda. Hivyo kwamba hii nyumbu iko na kichwa ni farasi. Puda. Masikio ya farasi. Masikio ya farasi. Lakini kazi anafanya kazi kama baba yake punda. Kwa sababu baba yake ni punda. Kwa hivyo hii ni viumbe ambaye zimezalishwa. Na hivi viumbe ambaye zimezalishwa, hakuna kitu ambaye inaletanga, haiwezi kizaa yenyewe. Inakaa katika ile hali ilipozaliwa. Inaendelea tu mpaka inafika mwisho inakufa. Na katika ulimwengu wa sasa, hiyo ndio hali ulimwengu ulivyo. Mwanadamu ameondokea katika ile hali ya asili ya Mungu na amechukua vitu ambaye ni ya kuzalishwa. Na hii ndio naona kuna shida. Kwa sababu wakati ambaye neno la Mungu ilikuwa iko imara. Hata sasa iko imara, lakini kuna wakati ambaye ilikuwa imara, ilikuwa ambaye hajachafuliwa. Kwa sababu kazi ya ibilisi ni kuja kuharibu ile imani ambayo walikuwa wameamini kutoka Adamu alikuwa ameamini kutoka mwanzo, iweze kuondoka na ili waweze kuishi katika hali ya utatanishi. Elewa. Hivyo kwamba kila kitu katika ulimwengu wa sasa
hata watoto tunayozaa saa hii ni hybrid. Inastahili tu iwe ni ile mbegu ya asili ya Mungu. Ndio unaona zaidi gumu sana uzae mtoto akuige. Unazaa mtoto ukifikiria tumeanza familia, kitu ya kwanza anachoka na hiyo familia. Anataka kwenda kuishi katika tao. Naonanga mpaka yani Gichangi huko kwetu. Unasikia mtu ametoka Gichangi na anaenda kuishi senta ya Gichangi. Hiyo ni uzao ambao umezaliwa wa hybrid. Wa hybrid. Hujapata kile ambacho ni halisi. Ile vitu ambayo wanasikia na vile ambavyo wanakula ni vitu ambayo inazidi kuwapeleka mbali. Inazidi kuwapeleka mbali. Kwa hivyo Adamu akaita mkewe Hawa. Amen. Kwa sababu amekuwa mama wa vitu yote. Najua hiyo haiwezi sikika pale pekee, ni hapa tu kwetu. Ni kuamini ujumbe. Amen. Ni kuamini ujumbe ila zaidi. Amen. Hivyo kwamba kwa sababu ule utukufu wa kwanza uliondolewa, lakini unaona Mungu alileta njia ambaye ya kurejesha mwanadamu ili mwanadamu aweze kufanana na Bwana wetu Kristo. Ndio kutukuzema mara mingi ya kwamba wakati Bwana alienda pale Kalvari, John 19:34, ya kwamba akadunga mkuki katika bavu zake na kutoka maji na damu. Hiyo ndio ambaye tulizaliwa. Tunaona kibebi. Na sasa ukianza kuwa kiumbe kipya wewe, yaani ukiwa ndani ya Kristo wewe ni kiumbe kipya. Kwa hivyo ukiwa kiumbe kipya, wazo lako na Kristo ni moja, ni kufanya yale yaliyo mapenzi ya Mungu. Kwa maana mpangilio wa Mungu wa asili ni katika Genesis chapter 1 verse 11, ni kila mbegu kulete mbegu haina yake. Na hiyo mbegu ambayo inalete lazima itajizaa. Na neno la Mungu ni mbegu. Na ikiwa neno la Mungu ni mbegu na umezaliwa na hiyo neno, hiyo ni kumaanisha una uwezekano kwako kuweza kuzaa hiyo mbegu. Lakini moja turudi nyuma kidogo usije ukapotea ya kwamba katika familia ya Mungu sio familia ambaye ya kuzaliwa kama jinsi ambavyo tunazaa familia zetu, ati mwanamke na mwanaume. By the way, hata wakati ambao watoto wanazaliwa katika ulimwengu, hiyo kuzaa kuna confusion kubwa sana. Kwa sababu watu wanazaliwa duniani, wanazaliwa na njia ambaye sio ile ya asili. Sisi hiyo ile njia Mungu alikuwa amepanga. Hali ya kufanya mapenzi ndio mtoto azaliwe. Hata ilikuwa sikili kama kubahatisha ama ni watu walikuwa wanakula raha zao, watoto wanapatikana. Anasikia kuna mtoto. Hata mwingine anasuka niko na mimba. Na lazima anaita. Na wakati ulikuwa unafanya hiyo kitendo, ulikuwa unafanya hiyo njia tu ya kupata mtoto. Mnanyamaza kama hamjui. Ni tamaa. Hiyo inakuwa tamaa. The lust of the flesh. Hiyo ni tamaa ya mwili ambayo inazaa watoto ambao wamekuja katika njia ya tamaa. Ninawaambia hii watoto ambao wanazaliwa hawazaliwi katika ile hali ya tunajua uhai ni Mungu anapeana. Sio? Lakini watoto wanapatikana katika ulimwengu wamezaliwa na watu wenye dhambi. Na watu wako na tamaa ya mwili. Mungu nini? Wewe sio mzuri sana. Mungu katika hali yake ya asili mtoto, yani wakati alizaa ama katika upaji wake wa kwanza ilikuwa na njia gani? Ilikuwa katika neno iliyonenwa. Hiyo ndio hali ya Mungu
ya asili. Right? Na hata ukitazama nimewahi kuambia Adamu alikuwa mwanadamu kama mimi na akakaa katika ulimwengu bila kufanya dhambi. Bila kufanya dhambi. Amen. Hakuna kitu ambaye alikuwa nacho zaidi yangu. Alikuwa kama mimi. Ndio. Na hata wakati dhambi ilipatikana, yeye alijihusisha. Biblia inasema Adamu hakutanganywa. Lakini Biblia inatuambia katika Romans chapter 5 ya kwamba dhambi ilikuja ulimwengu kupitia mtu mmoja. Adamu. Kwa sababu niwaambia mwanaume ndio anaulizwa mambo ya mke wake na Mungu. Mungu adili na mwanamke direct. Anadili naye kupitia mwanaume. Na anakuambia uishi na yeye kwa sababu yeye ni kiumbe kidhaifu. Kiumbe kidhaifu. Wewe hakuna kisababu unaweza kuwa ukisema ati ni bibi alifanya. Hata kuna mama alisema kitu moja ambaye ninaamini. Hata ukifanya ucharati na mwanaume akifanya ucharati na mwanamke, bila mtu ambaye anastahili kulaumiwa na yule ambaye anastahili kujibu ni mwanaume. Sio mwanaume. Yote ni dhambi, lakini ni mwanaume. Ni mwanaume kwa sababu mwanaume ndio ameletwa katika hali. Enda Romans chapter 11. Not Romans. First Corinthians chapter 11. Kuna kitu ambaye kimekiko hapo katika wala kwa nini? Warumi 11. First Romans chapter. First Romans chapter 11. Sikuwa nilikuwa na haraka. Tuzona kutoka hapo kutoka mstari wa lakini tunatoka mstari wa 3. Inasema lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo. Na kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Na kichwa cha Kristo ni Mungu. Nani aliye kichwa cha kanisa? Kristo. Si ndio mwili? Yeye ndio kichwa kanisa. Kwa hivyo kanisa inachukua mambo yote kutoka ilikuwa. Inatoka headquarters. Hakuna kitu ambaye mwili unaweza fanya bila kusikia kutoka headquarters. Amen. Naye Biblia inasema mwanamke ni nini? Kila mwanaume ni na lakini na hiyo mstari tatu tena. Nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo. Na kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Na kichwa ya Kristo ni Mungu. Ni Mungu. Inaona jinsi ambavyo Mungu ameziweka. Ya kwamba Kristo hawezi fanya jambo lolote ila ambayo ametuma kafa. Ile ambayo amepewa, ile kazi ambayo anafanya sio kazi yake. Vile vile mwanamke naye ikiwa ameolewa ya kwamba mume wake ndio kichwa chake. Unajua watu wanakataga mambo mengine. Mwanamke anakumwambia tu dada ninakupenda. Unajua kutokoza kwetu ni rahisi. Na kulingana vile nimeomba Mungu, ninaona wewe ndio a lady of my heart. Ukubali ama ukata. Unazigiza kichwa. Haona kama hii ndio wasi. Lakini akiwa na roho wa Mungu hawezi tigiza kichwa. Kwa sababu hiyo ndio njia. That's right. Na anataka kujua tu akiwa hapa anataka anataka kuoa. That's right. Kwa hivyo wakati anakuja kwako, anakuja kwa sababu ameomba Mungu. Anasema Mungu, wacha niende kwa Mungu aniambie. Lakini hakuna haja kwenda kushinda ukiomba. Omba na imani.
Kabla hiyo wakati useme yule atakuja kwa barabara, hiyo atakuja kwa mlango yangu, hiyo Mungu yule ambaye utakayolete. Hiyo ndio ambayo itakapokea. Ukiwa karibu na Mungu atakuonesha, atakuletea kile ambacho kinafaa. Kinafaa. Makosa ya wanadamu tunaje katika siku ya Noa, ambaye ulepo ni mwingi. Sasa hii hakuna msichana ambaye unaweza tapua hii ni sura mbaya. Hata akiwa mweusi akiingia kwa chemist anaweza chukua vitu vingine huko, hata si akufanya awe mweupe. Hiyo uweusi wake unametameta. Mpaka ukiona unasema hizi wachi. Na kitaka kuwa mweupe anakuwa mweupe. Kitaka kuwa mweupe anakuwa mweupe. Hiyo ndio haja iko katika ulimwengu wa sasa. Naambia siku hizi mambo mengi ni fake sana. Ni kanisa tu ya Mungu. Ni wana wa Mungu ambao huwezi kupata kitu fake. Huwezi kupata kitu fake. Lakini ukitoka huko nje kupata kitu fake ni rahisi. Unapata hips. Zinanunua kwa duka. Ndio kwa duka. Unakuta nywele ni fake, meno ni fake, makucha ni fake, sura ni fake. Yaani watu wako na shida saa hii. Tushukuru Mungu kwa sababu ametufungua macho na akatupea watu ambaye wanajua ulepo si wa nje, bali ulepo ni ule wa kutoka ndani. Ni ulepo ile wa kutoka ndani. Kwa hivyo kishwa ya mwanamke ni mwanaume. Na kwa hivyo mwanaume ako na jukumu kubwa katika familia. Yaani ana hali ya sakina hiyo boma. Mpangilio wa Mungu ni kila mbegu ilete mbegu ya aina yake. Kwa hivyo Adamu na Hawa wakazaa watoto. Lakini walifanya makosa kufanya kitendo ya ndoa kabla hajafanya nini? Wakati hujatimia. Amen. Na kugezaliwa watu duniani ambaye wanatembea na miguu miwili na ambaye si wenye dhambi. Lakini mpangilio wa Mungu niwaambia attributes za Mungu nasema sijulikane. Kwa hivyo Ibilisi kuingia katika shamba la Edeni ni Mungu alimweka wapi? Na kawezeshwa kujua majira ya mwanamke. Kwa hivyo it was so timely ya kwamba wakati ambaye alifanya hiyo kitendo ya ndoa na Hawa ilikuwa mtoto patikane. Ndio unaona wakati Hamu alilala na mama yake, ilikuwa watu walikuwa amelewa, hajijui. Hiyo siku tu mtoto akapatikana. Okay, ilienda katika Biblia. Na ndio msichana ambaye anaenda kucheza na wafurana huko nje. Chunga macho yako. Ni rahisi sana uende safari ya kwanza na upate mimba. Kwa hivyo ile kitu mzuri ni ukae bari na wafurana. Hata katika hizo kibeko zao usiwe mmoja wa hiyo kibeko zao. Kama mtaka kusikia. Na mnaweza kuambia. Hakuna mtoto anastahili kuwa na boyfriend. Aidha ni mfurana ama ni msichana. Ni msichana. Mpaka miaka yake ifike mahali ambayo inatakika awe mtu mkubwa ambaye anajiamulia. Sio mtu ambaye hajidunia hata kitambaa ya kamazi hata yako na boyfriend. Na sasa hivi tumekuwa wazimu sana. Tunanunulia watoto wetu masimu za iPhone. Tunaleta ulimwengu karibu na wao. Tunaleta ulimwengu karibu na hao. Kwa hivyo
ni lazima tufunguke macho. Kile ambacho sio kizuri kiweza kuandikwa ili kiweze kujulikana, ndio mmoja wa kujipeleka na miguu yake ajipeleke. Tunaishi katika wakati wa hatari, na watu wakiambiwa wakati wa hatari hawaoni, wanakaa kama wamefunga macho. Hiyo ni ibilisi tu amewakuba. Ni ibilisi amewakubaza, vile Biblia inasema katika inabuko 2 Corinthians chapter 4. Wanaona mambo yote ni kama ni sawa, isiko sawa. Kwa hivyo ni mzuri sana tuweze kujua mapenzi ya Mungu. Nisema mbegu ya hybrid ndio nyingi katika siku ya leo. Tunaona Mungu ni kitendawili. God is a paradox. Anaita kanisa, na alafu katika hiyo kanisa ambaye anaita analete anakubalia kuingia watu ambaye sio waaminio, na ambaye anasema tena wasitolewe, na anahakikisha hakuna mtu ambaye anawajua. Hata mchungaji anakosa kuwajua. Mchungaji tu anaweza julishwa kujua ile mwaminio wa kamika, ile mwaminio wa kweli. Kwa sababu hiyo anastahili kurekebishwa. Lakini yule mwingine, huyo anaweza kana uovu wake mpaka kwa sababu hiyo ni magugu. Magugu lazima iwe katika ya gano na kiwana watu ambao wanaishi maisha ambaye haipendezi Mungu, lakini hawezi tubu. Kwa sababu ndani yao hakuna hiyo roho ya kutubu. Amen. Kwa hivyo ndio unaona Biblia wakati inaongea katika 2 Corinthians 3:18 ambaye ya kutolewa katika utukufu mmoja kuingia mwingine, ni ili tuweze kufika katika ile utukufu wa Bwana. Innocent. That is 2 Corinthians 3:18. Ukisoma Yohana 17 unaona Yesu Kristo akiongea akisema ule utukufu alikuwa naye na Baba kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu, na akisema nimepea hawa kile ambacho ulionipea. Hiyo ni kanisa ya kwanza ya mtume, ili iweze kufanana na yeye na ili iweze kuendelea na kazi ambayo alikuwa anafanya, na ile kazi ambayo alikuwa anafanya. Kwa hivyo unaona Mungu anaambia hawa na Adamu na Hawa, mwende mkajaze ulimwengu. Watoto wa Mungu wanazaliwa kupitia neno iliyo neno. Hii familia ya Mungu ya kiroho, sio familia ya kawaida. Kwa hivyo hata wakati Adamu alikuwa katika shamba la Edeni akiwa anatembea na miguu miwili, hakuwa katika sura na umbo la Mungu. Kile ambacho kilikuwa naonekana ni ya ulimwengu. Na ndio wakati alifanya dhambi, aliambiwa vumbi umetoka vumbini na utarudi katika vumbini. Ile zaidi. Lakini hata akiwa anatoka vumbini kuna kile ambacho akirudi katika vumbi. Kile ambacho kimeupika katika hali ya Mungu. Na ndio angekaa katika ulimwengu na akose kufanya maovu. Na hivyo ndivyo Mungu anavyotaka. Tuzaliwe mara ya pili katika maji na roho. Ili kwamba kama vile katika hali ya kawaida mtoto anazaliwa, kitu cha kwanza kile ambacho kinatoka ni maji. Na alafu yapata damu, alafu uhai. Hizo pili, maji na damu ikitoka na mtoto akose kulia, ndio nakutanga anainamishwa, anaweza pewa kasina moja ya matako huko nyuma, ndio aweze kulia. You know, wakati mtoto wako katika tumbo ya mama hakuagi hai, kinakuwa kitu ambaye kiko ndani ya tumbo ambaye kinategemea mama yake. Ila sasa, kwa hivyo hali ya pumzi ya uzima lazima atatoka ndani ya tumbo ya mama yake. Wakati hiyo ndio wakati wanasikia wanataka kupitisha abortion.
wanaendaka na hizo majia, lakini wakati ambaye anazaliwa, hiyo ndio wakati ambaye anapata pumzi ya uzima. Pumzi ya uzima, hivi kwamba anakuwa kiumbe kilio hai, na akikosa kulia, hiyo ni shida kubwa sana kwa hiyo mama. Kwa hiyo lazima atingizwe. Sijaizalisha moja lakini wakati nazalisha mbuzi, tunahakikishanga ya kwanza kanatoka kamekamatwa na mambo mengi huko. Kwanza ni kutoa ili kaweze kupata pumzi zaidi, ili kakidhaba basi. Unajua sasa mdomo imefunguka na mapua imefunguka. Kwa hivyo hii ndio ambayo tunakaa siku ambayo mwanadamu pia, hiyo ndio njia moja mwanadamu kuzaliwa. Anazaliwa kupitia neno. Mungu, familia ya Mungu haizaliwi katika hali ya kawaida. Mungu ni wa kiroho na anazaa kanisa ya kiroho. Kanisa ya kiroho, watu wake ni wa rohoni na wanaketishwa katika ulimwengu ya roho wa kiroho. Wale ambaye Kristo yumo nao wanakuwa wapi? Wanakuwa hapo. Kwa hiyo ni lazima kuwe na maji. Unazaliwa katika maji na maroho. Kwa sababu kuna hizo vitu tatu. Kuna maji, kuna damu na kuna uhai ama uzima. Kwa hivyo naye kuzaliwa katika uzalio wa kiroho lazima kuwe na maji ya neno. Amen. Tunasoma wakati mwingi, ni maandiko ambayo tunasoma kila wakati. Katika Efeso 5:26. Ya kwamba Bwana anajitakazia kanisa lake na maji ya neno. Amen. Mnaiona? Anazaliwa katika anajitakazia kanisa lake na maji ya neno. Maji ya neno. Hii ni lazima imani ya kuja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Ya neno la Mungu ila zaidi. Kwa hivyo usiposikia hili neno huwezi ukazaliwa na neno. Unaona wakati ambapo tunaongea kuhusu John chapter 1 verse 1. Habari ya mwanzo kulikuwa neno na neno lilikuwa na Mungu na neno lilikuwa Mungu. Na neno lilikuwa Mungu. Hiyo neno ilikuwa nani? Ila ni Mungu mwenyewe akijidhihirisha hapa duniani. Na ndio hiyo neno ndio ilipewa mwili. Amen. Katika siku za zamani Mungu wakati alikuwa anatembelea manabii, alikuwa anawatembelea katika ile mwili wa Therovani. That's the Roman body. Ile mwili wa neno. Hivyo kwamba na ndio wakati tunaongea kuhusu roho. Hiyo ni iliyotoka ndani ya Mungu, ambaye ndio neno la Mungu, ambaye ndio neno la Mungu. Hivyo kwamba wakati amefika katika Agano Jipya, ndio iweze kufika mwisho, ni wakati ambaye Mungu mwenyewe alipata hekalu ya kukaa ndani yake kama injini, na ambayo hiyo hekalu sio nyingine bali ni Bwana Yesu Kristo. Ni Bwana Yesu Kristo. Na kutoka hapo mwana Mungu ametengeneza nyumba nyingi ambaye anaweza kaa ndani yake. Ila zaidi wewe ukiwa ni moja hiyo nyumba. Na ndio unaona wakati ambaye tunasoma katika Waebrania 1 inasema siku za zamani Mungu alikuwa ananena na mababa zetu kupitia manabii. Lakini siku hizi za mwisho Mungu ananena nasi kupitia mwanawe ambaye ndio neno ya ahadi ambaye inapata pahali ndani yetu. Amen. Kwa hivyo wakati ambaye maji ya neno ni lazima uzaliwe kupitia neno. Right. Hivyo kuna kawaida lazima uwe umeketi pale unasikia. Na unaposikia hiyo ndio wakati ambayo unazaliwa mara ya pili. Na ambaye unaposikia hiyo neno, amen. Kwa sababu kuna pia damu ya Bwana Yesu Kristo. Kuna damu ya Bwana Yesu Kristo ambayo inatutakaza ndio uweze kupata ile Yohana 19 mstari wa 34 ya kwamba uhai ukatoka.
ukatoka ukazaliwa mara ya pili. Amen. Ukazaliwa mara ya pili, ukazaliwa kukawa na viumbe mpya ambaye zimezaliwa kutokana na Mungu. Mambo ya Mungu, unaona Yesu Kristo alikuwa Mungu katika mwili. Katika mwili. Na ndio ukitaka kujua Mungu, kuna ule ambaye alikuwa katika umbo la Mungu. Na sasa leo ukitaka kujua Mungu lazima kuwe tuko sisi. Lazima tuwe katika umbo la Mungu. Umbo la Mungu. Mungu anastahili kuuliza Mungu ako wapi? Kila mtu anawaambiaga hapa, wakati mwingine wasikia watu wanaomba waje tunaomba katika uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu. Wewe mwenyewe unaweza kuwa wewe mwenyewe umeleta Mungu yako. Huyo Mungu ambaye unakiri ni Mwokozi na ni Muumbaji. Wewe unakuja na yeye katika ushirika. Na mimi nakuja na siku ya Pentecosto watu kila mmoja alikuwa na pillar of fire, si ndio? Pillar of fire inasimamia nani? Mungu. Inadhihirisha Mungu. Kwa hivyo kila mmoja anastahili kuja na yake. Akija kuja na yake, yazi sasa moto ya roho inaungana pamoja. Inakuwa moto mkuu. Inakuwa moto mkubwa. Amen. Mungu amekubali kulingana na Yohana, waraka wa Yohana 1:5-10. In the letter of John chapter 1 verse of John chapter 5 verse 10. Yaani amekubali kutugawia huyo uzima wa milele ambayo uko ndani ya moyo. He that believeth on the Son of God has the witness in himself that believeth not God has made him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son. 11. And this is the record that God has given to us, eternal life, and this life is in his. Na hiyo uzima uko ndani ya mwanawe. Na ndio hiyo neno ambaye ni ahadi ambayo inatusaa. Amen. Hiyo mbegu ambayo isiyoharibika. Amen. Kwa hivyo hii ndio wakati ambayo tunaishi wakati ambayo ni mzuri sana. Kama waaminio, kama wana wa Mungu. Kwa maana yale mambo ulimwengu inaposumbuka, hatustahili kusumbuka kama ulimwengu. Hatustahili kufanana na ulimwengu. Tunastahili kufanana na mwana wetu na Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, kwa sababu njia zote ameziandaa. Amen. Ametengeneza chochote ambayo kinahitajika ili mwanadamu aweze kuishi maisha mema. Amen. Na ndio wewe hujazaliwa na mwanadamu. Wewe umezaliwa na Mungu. Tuanze ndio sauti sauti. Na nyinyi mmezaliwa na Mungu. Na Mungu. Ikiwa umezaliwa na Mungu, uko na hali ya Mungu. Uko na hali ya Mungu ndani yako. Wewe ni wa kuishi katika umilele. Wewe ni mtu ambaye hataki dhambi. Dhambi kwake, kutokuamini kwake hakuna. Moyo wake unalilia tu kukaa katika mapenzi ya Bwana. Kukaa katika mapenzi ya Bwana. Amen. Yaani wazo la Mungu imepeanwa ili tuweze kujua mapenzi ya Bwana. Mapenzi ya Bwana. Amen. Kwa hivyo tunaishi katika ulimwengu ambayo ni mbaya, lakini katika hiyo hali ya hiyo ubaya kukawa mmoja akakuja akasimama katika pengo ili Mungu anapotutazama anakoza kutuona bali anaona mwanawe. Hivyo kwamba mambo yote inakuwa mzuri. Mambo yote inakuwa mzuri. Hivyo kwamba tunaishi katika siku ambaye tunaweza furahia na tunaweza penda. Kwa maana Mungu yumo pamoja nasi. Na akatuahidia atakuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari. Mpaka mwisho wa dahari. Hiyo ndio mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo tutoke. Tukalete watoto wakazaliwa katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu watoto wa Mungu wanazaliwa kupitia neno la Mungu. Kupitia neno la Mungu. Sio kupitia njia nyingine lolote lile.
Hiyo ndio ile mbegu ambayo ni ya harizi, ambayo haijaharibika, haijaoza ama hajaharibika. Amen. Na ndio kuwa na kanisa ya kiroho lazima izaliwe katika hali ya kiroho. Kiroho lazima kuwe kuna ile mbegu ya asili. Ninapofunga Waefeso 1. Waefeso 1 inasema hivi. Paulo mtumwa wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Unajua vile unasikia, unaona vile ina addressio mzuri kwa watu ambaye wanamwamini Kristo Yesu. Tukimwamini, kazi ambayo alifanya tutafanya. Hiyo ndio neno lake. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Tumebarikiwa na baraka zote. Wakati nasoma wa Petro ninasema tumekirimiwa yote, hali ya uteua na hali ya uzima, na tukafanywa kuwa washirika wa tabia za Mungu, partakers of the divine nature. Kwa hiyo mstari wa 4 anasema kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Alisema sio yeye tulimchagua, ni yeye alichagua. Na niwaambia alichagua kwa kusudi lake mwenyewe. Sio tulete mambo yetu. Ni lazima iwe ni mapenzi yake yatendeke. Katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu. Hiyo ni kazi yake. Ama tuchagua. Alijua Esau ni mjamaa ambaye hajali katika nini, katika urithi wa kwanza, kwa mzaliwa wa kwanza ila zaidi. Kwa hivyo hata wakati ambaye ilifika akubarikiwa, angebarikiwa kwa sababu hata hiyo akeusa. Mungu ndio Mungu haelimishi, anajua vile ambavyo unaweza danganya wanadamu, lakini Mungu hawezi mdanganya. Wazo yako na nia yako huko uji mbele ya Bwana. Kwa hivyo ukisoma mstari wa 5 hapo tuko inasema ya kwamba kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Kristo, ya Yesu Kristo, sawa sawa na urithi wa mapenzi yake. Ukienda mstari wa 11 inasema na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huko tukichaguliwa tangu awali sawa sawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri ya mapenzi yake. Amen. Tulipewa jina iliyo ya kipekee. Amen. Kwa hivyo ikiwa umezaliwa na Mungu, lazima udhihirishe hali ya roho ya baba yako. Ila sasa ikiwa mambo kila ambacho kinampendeza hata wewe kinakupendeza. Na Bwana awabariki na bariki somo la leo. Amen.